Jambo TV iko pamoja nawe na itaendelea kuwa pamoja nawe kwa kukupa taarifa zote kubwa ambazo zimechukua nafasi katika masuala ya siasa, jamii, uchumi, michezo, sanaa na burudani. Na tutapita ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kuhakikisha tunakuletea kila hatua ambayo inahitajika kuweza kuyapata ili kwa namna moja ama nyingine uweze kujifunza ama wakati mwingine uweze kuelimika, kuburudika na namna vile ambavyo unaona iko sawa sawa. Mimi ni Raithan Mohamed, wakati mwingine ambao nakuwa na wewe hapa, lakini tafakuri yangu inanipa mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye nchi yetu. Reforms ambazo zinadaiwa na chama kikuu cha upinzani hapa nchini, kwa maana ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chini ya mwenyekiti wake Tundu Lissu na uongozi mpya wote wa Chadema ambao umeingia madarakani. Lakini kauli mbiu ya no reform no election ambayo Chadema walipitisha mwishoni mwa mwaka uliopita, mageuzi makubwa ambayo CCM wao wanajinasibu kuwa yamefanyika kupitia mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2024, mabadiliko ya sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yaliyoleta Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024, lakini mabadiliko pia ya sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani wa mwaka 2024. CCM kwenye hoja zao wanasema ya kwamba katika madai ya msingi ya vyama vya upinzani na wadau wa demokrasia walikuwa na hoja 31, lakini kati ya hizo hoja 28 tayari zimekushapatiwa majawabu na hoja 2 ziko kwenye meza na hatua mbalimbali za kuchakata na moja ndo bado inaonekana kuwa kizungumkuti. Hiyo ni kauli ya CCM. Ukienda kwa wapinzani hususan Chadema na ACT Wazalendo, wao wanaamini kwa kiasi kikubwa hakuna reform yoyote ambayo imefanyika isipokuwa ni kama rabsha na propaganda. Hiyo sio ajenda yangu hapa iliyonikutanisha. Ajenda yangu ni kuhusiana, huu ni mwaka ambao kwa namna yoyote lazima tutauita ni mwaka wa uchaguzi. Licha ya no reform no election ambao Chadema wanainadi, ni ukweli ni kwamba ni mwaka wa uchaguzi. Na hivyo tunavyozungumza, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na zoezi la kuhuisha daftari la kudumu la mpiga kura, na kwa wakazi wa Dar es Salaam zoezi hilo sasa limeingia karibu siku ya 3 ya 4 hivi tangu limeanza. Lakini hiyo sio ajenda yangu pia. Ajenda yangu ni nini? Ajenda yangu ni kuhusiana na wabunge 19 walioko bungeni hivi sasa. Wabunge hawa ambao mpaka sasa kumbukumbu zote rasmi za serikali na bunge na kimahakama zinawatambua kama wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hao ni Halima James Mdee, Esther Nicholas Matiko, Grace Weltendega, Cecilia Pareso, Esther Bulaya, Agnes Lambert, Nusrat Hanje, Jessica Kishoa, Hawa Mwaifunga, Tunza Malapo, Asia Mohamed, Felista Njau, Nagenjwa Kaboyoka, Sofia Mwakagenda, Kunti Majala, Stella Flao, Anatropia Theonest, Salome Makamba pamoja na Condesta Rwamlaza. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa nini nimetaja wabunge hawa? Nimetaja wabunge hawa kwa sababu kunatokana na mjadala ulioibuka baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 ambao kwa mujibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wao wanadai, na ilizungumzia hivi kwamba wanadai kwamba hawautambui uchaguzi huo na badala yake wanauita uchafuzi. Ingawa kauli ya kusema kutoutambua inakosa uhalali wa kisheria na uhalali wa kimsingi kutokana na kile ambacho kinaendelea, kwa sababu mpaka hivi sasa Chadema inatambua kwenye record zake kwamba inayo mbunge mmoja bungeni. Mbunge mwenyewe ni mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini, Aida Kenan. Yeye ndiye mbunge pekee ambaye wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema aliyeko bungeni, na kwa mujibu wa taratibu rasmi naweza kusema ndio mbunge pekee aliyekuwa ameshinda uchaguzi katika majimbo. Lakini kwa mujibu wa Chadema wao watakwambia ni mbunge pekee aliyetangazwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini nao madiwani kadhaa katika maeneo halmashauri mbalimbali nchini. Kwa nini nasema inakosa madai ya uhalali wa kusema kutotambua uchaguzi? Baada ya uchaguzi ule kutokea, mapema kabisa Chadema ilitoka na taarifa ya kutoutambua na ilitoa tamko la wazi kwamba mbunge Aida Kenan na madiwani wote waliotangazwa kwenye maeneo mbalimbali wasiende kuwapa kwa sababu chama chao hakitambui. Unanielewa hapo? Licha ya tamko hilo na katazo hilo kutoka, lakini Aida Kenan alikwenda bungeni na akaenda kuwapa. Baadhi ya madiwani walioko kwenye halmashauri mbalimbali wa Chadema walikwenda bungeni na walikwenda kuwapa.
kama ilivyokuwa kwa mabunge wachache wa chama cha ACT Wazalendo ambao waliwapata kutokea kule visiwani Zanzibar, hususan kisiwa cha Pemba, ambao walikwenda bungeni wakaenda kuapa, kama ilivyokuwa kwa wabunge wachache wa chama cha wananchi CUF ambao wachache wanatokea kule Zanzibar kadhaa na mmoja akitokea kule Mtwara vijijini, walikwenda bungeni wakaenda kuapa, na madiwani kadhaa kwenye baadhi ya halmashauri ambao wa kutoka chama cha ACT Wazalendo pamoja na CUF ambao wameapa. Hoja yangu ni nini? Licha ya yote yanayosemwa kuhusu uchaguzi huo, mimi nadiriki kusema kwamba bado Chadema inautambua uchaguzi huo kama uchaguzi rasmi, kwa sababu ya kwamba tayari baadhi ya wawakilishi wao wamebaki kwenye halmashauri, wamebaki kwenye nafasi ya ubunge. Lakini kama yotoshi, hivi sasa tunavyozungumza na wewe, Chadema baada ya mazungumzo ya pande mbili kama sio tatu zilizohusisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, CCM pamoja na serikali, kuanzia mwaka 2022-2023 walianza rasmi kupokea ruzuku. Tena walipokea malimbikizo yote na mpaka sasa wanapokea kila mwisho wa mwezi ruzuku. Ruzuku ya uchaguzi inatokana na yale ambayo yametokana na uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kama Chadema inapokea ruzuku hiyo, tafsiri yake ni kwamba ni matunda ya uchaguzi wa mwaka 2020. Ingawa nadiriki kusema kwamba bado haiondoi ukweli kwamba malalamiko yao huenda yana hoja za msingi za kila ambacho wanakilalamikia. Na sehemu ya matunda ya uchaguzi mkuu huo na sehemu ya matunda ya ruzuku hiyo ni makao makuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iliyoko Mikocheni hivi sasa, ambayo wanaitumia. Nini mjadala wangu? Mjadala wangu leo ni wabunge 19 kama nilivyokujuza. Licha ya kwamba Chadema ilipiga marufuku mbunge Aida Kenan na madiwani ambao wametangazwa kwenda kuapa, lakini ukweli unabaki ya kwamba baada ya kwenda kuapa, pengine wadau wa mambo walitarajia kuona kuna hatua zote zinachukuliwa, lakini hakuna hatua zote zilizochukuliwa. Hakuna tamko la kupinga kukanusha kwamba baada ya pale tuliwaruhusu waende ama la, kwa sababu wanaendelea na taratibu za kivyama. Tuna kila sababu ya kusema ni wabunge halali ambao Chadema inawatambua, ingawa hivi karibuni mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alitoa kauli tata kidogo ambayo alisema kwamba ule ni ubunge wa kupewa na nini na mambo mengine kama hayo. Lakini tuje kwenye mjadala msingi wa wabunge 19. Baada ya tukio la wao kuapishwa bungeni na spika wa bunge wakati ule Job Yusuf Ndugai, baadaye kukawa na mvutano mkubwa baina ya pande mbili, kwa maana ya bunge na hao wabunge wenyewe 19 na chama kikanusha. Baadaye utakumbuka baada ya michakato ya hapa na pale, kamati kuu ikaja ikatangaza kuwavua wanachama. Baadaye baraza kuu likaja likatangaza na wao kuunga mkono maamuzi ya kamati kuu na kuamua kuwavua wanachama, ambako mchakato wenyewe ulikuwaje sasa? Mchakato wa baraza kuu ulikuja baada ya wabunge hao 19 kukubali kwenda kuapishwa na kuwa wabunge wa viti maalum bila kupata baraka za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na kumbuka walitumiwa pia kupeleka majina yao wenyewe bila idhini ya chama, jambo ambalo linatafsiriwa kama usaliti. Sasa kwenye baraza kuu, kura zilizokuwa zimepigwa zilikuwa 423. Kura za hapana zilikuwa ni 5, ambao ni sawa na 1.2. Kura za wasiofungamana na upande wowote zilikuwa ni kura 5, ambao ni sawa na 1.2. Hizi za hapana maana yake ni wale ambao walikuwa wanasema hao watu wasifukuzwe wanachama. Walikuwa watu 5 ambao walisema wasifukuzwe wanachama. Watu 5 wengine wakasema yani wao yatakaloamuriwa ni sawa, wakifukuzwa sawa, wao wasipofukuzwa sawa, hawafungamani na upande wowote. Lakini watu 413 ama kura 413 sawa na 97.6 zikasema wafukuzwe wanachama. Sasa kumbuka, baada ya hayo yote kutokea, wabunge hao walikata rufaa pia mahakamani. Na baadaye kilichoendelea pale, wetu wengi pengine mnakifahamu, kwa sababu sina hapa lengo la kurejea kile ambacho kilitokea mahakamani na maamuzi ambayo mahakama iliyafanya. Si lengo langu hapa. Lakini hoja yangu hapa ni kujadili mustakabali wa wabunge hawa 19. Mara kadhaa kilio chao kimepelekwa kwenye mamlaka za serikali, na hata wakati ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alipohudhuria kwenye shughuli ya mwaka 2023 ya siku ya wanawake duniani, moja ya hoja ambayo ilijitokeza ni hiyo, wakati Chadema waliandaa kule Moshi mkoani Kilimanjaro, walipomwalika Rais Samia kuwa mgeni rasmi,
moja ya hoja iliyojitokeza ni hiyo, na Rais Samia alijibu wazi kwamba swala hili ni swala la kisheria, ni swala ambalo linahusu mihimili ya dola. Kwa hiyo yeye hawezi kuliingilia, tusubiri mahakama ifanye kazi yao, na kuna muhimili wa bunge na nini na vitu vingine kama hivyo. Mimi kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, natazama mustakabali wa watu hawa. Ukweli kwa sababu nimekuwa mfuatiliaji wa siasa za hapa nchini, nimekuwa nikiangalia hapa na pale. Nikiri bado mchango wao kwenye nchi hii unahitajika sana, na navyowaona unahitajika katika majukwaa ya kisiasa. Mpaka sasa bado sintofahamu majukwaa yao yatakuwaje. Chama chao ambacho kinaonekana ndio mwavuli waliokuwa nao bungeni mpaka hivi sasa bado kinaendelea kushirikia msimamo ule ule wa kwamba si wanachama wao. Licha ya songo mbingo zote zilizotokea mwaka 2020 mpaka kufika sasa, ni dhahiri kwamba mambo yakibaki hivi kwa namna yoyote ile, Chadema manake hawa hawatakuwa na mwavuli tena wa kujishikilia mbele ya Chadema. Kama ni kweli ninavyosema walikuwa wanabebwa na dola kwa miaka 5, kama ni kweli, manake nguvu hiyo tena itakuwa imepotea baada ya bunge hili kuvunjwa. Na kama ndivyo, upi mustakabali wao? Mpaka sasa nitachambua angalau mbunge mmoja baada ya mwingine. Nianze na wachache. Halima Mdee. Huyu ndiye anayeonekana kuwa kinara wa bunge hawa 19, na hata lugha zao zikiwa zinatamkwa wengi wanasema Halima Mdee na wenzake 18. Kwa nini Halima Mdee anatajwa kama kinara? Kwa sababu yeye kabla ya maamuzi hayo ya kufukuzwa wanachama ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la wanawake ya Chadema. Miongoni mwa wanasiasa wanawake wenye ushawishi mpaka sasa tunazungumza ndani ya bunge la Tanzania, yeye ni mjumbe wa kamati ya ile serikali za mitaa kwa maana ya LAC, na moto wake umekuwa mkali sana bungeni. Bado elements za upinzani na elements za kiuchadema zipo kwenye moyo wake. Mara kadhaa akiojiwa anasema yeye ni mwanachama kindakindaki wa Chadema na hataweza kwenda kwa upande eneo lolote. Upi mustakabali wa Halima Mdee baada ya kuvunjwa kwa bunge hili? Inabaki kuwa swali. Tunamuona Halima Mdee akienda CCM, humuoni hata dalili mpaka wakati huu. Tunamuona akiendelea kubaki Chadema, huoni hiyo dalili ya Chadema kuendelea kubaki kumruhusu akawa kundini mpaka sasa. Itakuwaje? Inabaki kuwa maswali. Unamuona akienda vyama vingine kama ACT na maeneo mengine kama hayo, bado pia kuna maswali mengi, hasa ukifuatilia na kauli yake ambayo yeye alisema hawezi kwenda kokote nje ya Chadema. Esther Nicholas Matiko ni miongoni mwa watu wengine ngangari ambao mpaka hivi sasa mustakabali wao unaongeza maswali. Kabla ya maamuzi ya kufukuzwa wanachama kutangazwa, huyu tayari alikuwa mwenyekiti wa Chadema kwa kanda ile ambayo inahusisha mikoa ya Mara, ambayo kwa uhalisia ni kanda maalum, tukisema hivyo inakuwa haujakosea, kanda ya Serengeti. Ni mmoja kati ya wanasiasa machichari kweli kweli. Mpaka sasa bado ieleweki hatima yake ikoje. Grace Tendega, Cecilia Pareso, Esther Bulaya, wote hao wanaingia kwenye kundi hilo hilo la watu ambao bado unaona kuna element za kiuchadema na upinzani, na uoni mustakabali wao utakuwaje baada ya bunge kuvunjwa. Twende ngoja nikawaguse Nusrat Hanje na Jessica Kishoa. Lakini pia Nusrat Hanje mpaka sasa tunazungumza ni kama anashindwa kutangaza tu kwamba yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ni kama anashindwa kutangaza tu kwamba anakubaliana na sera zote za CCM. Hivi karibuni alitangaza kugombea ubunge katika uchaguzi wa mwaka huu. Ilitengeneza maswali mengi sana. Mpaka sasa moja ya swali ambalo hajalijibu, anagombea ubunge kupitia chama gani? Lakini moja pia hoja nyingine ambayo inabaki kuwa kwenye maswali ni kwamba je, ataenda kupitia Chama cha Mapinduzi? Na kama ataenda kupitia Chama cha Mapinduzi, vipi hali yake ya kisiasa huko itakuwaje? Katika nyakati ambazo watu wengi wanataraji kuona wanafanya maandalizi, wanashirikiana na wenzao na vyama vingine kwenye kuunga mkono mambo hayo, yeye mpaka sasa bado anahesabika kuwa mpinzani. Urahisi ama ugumu utakuwa wa namna gani ya yeye kushiriki kwenye siasa za zama tawala? Nakumbuka ametangaza kugombea ubunge jimbo la Singida Mashariki, jimbo ambalo mwenyekiti wa Chadema wa taifa ndiko nyumbani kwake halisi.
Ametangaza kugombea ubunge katika jimbo ambalo hivi sasa linaongozwa na CCM. Ametangaza kugombea ubunge katika wakati ambao mwavuli wa chama chake unaosomeka bungeni na maeneo yote rasmi yanamsoma kama Chadema, ambao wao wanakuambia no reform no election. Lakini mavazi yake, mienendo na nini ni kama CCM hivi. Pengine anaogopa kutangaza maamuzi hayo kwa sasa kwa sababu tayari ana kipindi cha kutumikia ubunge wake aliokuwa nao, na pengine anahisi akitangaza hivyo ni kama atakosa sifa ya yeye kuendelea kubaki kwa bungeni. Vivyo hivyo kwa Jessica Kishoa. Amekuwa akifanya ziara kule mkoani Singida na yeye, na mara kadhaa amewahi kunukuliwa kwa kumpongeza vya kutosha Samia Suluhu Hassan, na huyu ni miongoni mwa watu ambao walifurahishwa sana na uteuzi wa Samia Suluhu Hassan kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitishwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ni kama naye ana CCM hivi, yani anasubiri tu wakati fulani. Yes, hivyo. Hawa Mwaifunga mwingine huyo, kwangu napata wakati mgumu kusema ana CCM, napata wakati mgumu kusema ana Chadema. Kwa nini? Mwenezi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, Ali Bananga, ndiye mume wake halisi. Hata wakati ambao anafanyika maamuzi ya Ali Bananga kutoka Chadema kwenda CCM, kabla ya hapo nukuu zake zilitoka wakati mgogoro unaanza, alitoka hadharani akasema atasimama na mke wake hata kama alikosea ama hakukosea, hayo yanabaki ndani ya nyumba yake. Lakini kwa kuwa alikula kiapo cha kusimama naye mke wake kwenye nyakati za shida na raha, basi atasimama na mke wake. Kwa hiyo, je, mustakabali utakuwaje baada ya bunge kuvunjwa? Atamfuata mume wake ama itakuwaje? Inabaki kuwa maswali. Usiniulize kuhusu Sofia Mwakagenda, Kunti Majala, Anatropia Theonest, Salome Makamba, Conchesta Rwamlaza na wengine wote ambao wanaunda ile listi ya wabunge 19. Hata hivyo, kilichopo nyuma ya pazia inaelezwa ya kwamba wengi wao wamekwisha fanya maamuzi. Wapo ambao inadaiwa kwamba huenda wakajiunga na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo ama vyama vingine vya upinzani. Wapo ambao wanaamini bado wana kila nafasi ya kuendelea kupigania nafasi yao ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wapo ambao wanaonekana mpaka hivi sasa tayari maamuzi yao yako ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini hata hivyo, inaeleza matokeo ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yaliyoweka madarakani Tundu Lissu kuwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, John Heche kuwa makamu mwenyekiti bara, na Mzee Saidi kuwa makamu mwenyekiti kule Zanzibar, ni kama yamekuja kuvuruga hivi maisha halisi ya kisiasa ya wabunge wa 19. Wapo wanaosema ya kwamba endapo Freeman Aikaeli Mbowe angeendelea kubaki ofisini kama mwenyekiti wa Chadema, huenda hawa watu maisha yao ndani ya Chadema yangerejea kwa amani kabisa. Mpaka hivi sasa wapo watu walioko ndani ya Chadema wanaoamini bado hao watu wana nafasi ya kusamehewa na kuendelea kubaki. Lakini wapo watu ambao hata kuwasikia kwenyewe hawatamani. Upi mustakabali wa maisha yao? Yanabaki kuwa maswali ambayo pengine majibu yake yatapatikana baada ya bunge kuvunjwa katikati ya mwaka huu. Mimi ni Raidan Mohamed.